Uume si kuvaa masuruali jamaa na kupiga mavikwai na kuvaa kilemba kama mimi ya jamaa. Uume ni qawama, arrijalu qawwamuna ala nisa, waume ni wasimamizi. Lakini leo tuna wangapi wake zao wako Saudia wafanya kazi, wako Qatar wafanya kazi, wako nchi za Arabu wafanya kazi. Wewe watumia pesa wewe ili ulee watoto, alafu wajiita wewe mwanamume. Mwanamume wapi shekhi? Mwanamume kwa kuvaa suruali shekhi? Wanawake pia siku hizi basova suruali kwa taarifa yako. Baada ya kumhimidi Allah jalla fi ula na kumtakia rehema na amani kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na useni nyinyi ndugu zangu Waislamu, kama ninavyohusia nafsi yangu, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, tutapata ufanisi hapa duniani na kesho akhera. Maudhui yetu ya leo unwani yake ni baba, upo wapi katika malezi, yani malezi ya mwanao. Malezi leo yamekwako ni changamoto kwenye familia zote. Kila familia ina shida moja ama nyingine, kubwa ama ndogo, kupitia namna ambavyo kwamba watoto wamekuwa, namna watoto ambavyo kwamba wanaamiliana na wao kama wazazi, namna watoto ambavyo kwamba wanajibeba kule shule, na yule mtoto yeye na wale watoto wao wenyewe kwa wenyewe. Hakuna familia ambayo kwamba itasema ipo 100% barabar kabisa hawana tatizo, kwa sababu leo tunaishi kwenye dunia ambayo kwamba ni tofauti ya ile ambayo kwamba sisi tulikuwa ndani yake. Leo yale malezi babangu alinilea mimi, ni vigumu mimi malezi yale nimlee kwayo mwanangu. Namna babangu alivyokuwa mkali, lau mimi na mkali hivyo kwa mwanangu, labda huenda akapata sijui maradhi ya sijui psychological problems, akapata sijui depression, yani na changamoto za kila aina. Yani kusema la kweli, changamoto zipo mpaka ndani ya majumba, kwa sababu pia wewe baba na mama saa zingine hamuna mawiano katika namna ambavyo kwamba zile sheria za nyumba wewe kama baba unataka zitekelezwe. Labda mama hatekelezi sheria kama vile wewe unavyotaka. Mama hana misimamo dhabiti kama wewe vile unavyotaka awe na misimamo dhabiti kwa wanawe. Leo tunaishi kwenye zama ambazo kwamba watoto ndo wanapeleka majumba. Watoto ndo kusema ndani ya nyumba. Sasa kama Waislamu, je, hivi ndivyo inavyopasa kuwa? Ama Uislamu umedhibiti vipi hizi nyumba zafaa, haya malezi yawe aina gani? Maana tukirudi kwenye majumba maswahaba ridwanullah alayhim, huenda tusijue tafsiri ya maisha yao, lakini ukiangalia wale watoto wa kiswahaba, wewe waelewa kuwa hizi hazikuwa kwa nyumba za kawaida, na watu walikuwa wamesimamisha misingi ya dini inavyopasa. Mimi nitapa mfano mmoja tu, alafu ndo tuingie kwenye maudhui. Rasul sallallahu alayhi wasallam, na hii ni nyumba ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Nataka muniazime masikio yenu na mioyo yenu na akili zenu kwa mara moja, kwa zote kwa muda mmoja, yani katika khutba hii, kwa sababu ya kuhusu wewe na kila mmoja wetu ndani ya msikiti huu, na yani husu mimi na yahusu kina mama juu na wale wanaonisikia kwenye maspika nje. Rasul sallallahu alayhi wasallam amepewa ruhusa ya kufanya hijra. Sikizeni kwa makini, ni khutba hii, ndo hichi kisa ni introduction ya maudhui yetu ya malezi ya watoto. Rasul amepatiwa ruhusa na Mwenyezi Mungu, waweza kuhama kwenda zako Madina ufanye hijra. Ewe mtume wangu alayhi salatu wasalam, alipopata wahi ule akatoka umoja pili mpaka kwa Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu anasema, atani Rasul sallallahu alayhi wasallam fi waqti dhahira, Rasul amenijia karibu na baada ya zawali. Wakati dhahira ni baada ya zawali, jua kali. Wakati ule Waarabu asili hawatoki.
amekusanya kanzu yake, anatembea kwa misamba mikubwa na kwa kasi ambao si kawaida yake. Rasul alipokuwa akitembea anatembea kwa hudu. Rasul akitembea anatembea na Rasul alikuwa anajibeba maalum, yani na ustaarabu na utaratibu na heshima na taadhim. Lakini hapa Rasul amekusanya nguo, anatembea, anapiga misamba na anatembea kwa haraka. Abu Bakar akimwangalia kujidirisha, anasema ha huwa Rasulullah. Na namna vyokuja si kawaida, kuna jambo. Akiingia tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, uko na nani ndani ya nyumba? Ambaye ni mimi, mke wangu na watoto peke yake. Amba funga madirisha na milango. Abu Bakar akafunga madirisha na milango. Ameuliza nini Rasul? Uko na nani ndani ya nyumba? Abu Bakar akamwambia, niko mimi, mke wangu na wanangu. Rasul akamwambia, kama ni hivyo, funga mlango na funga madirisha, nina habari muhimu ya kukupatia. Rasul akamwambia, kad adhana Allahu li alhijra, Mwenyezi Mungu amenipa ruhusa nifanye hijra. Abu Bakar kilima cha kwanza kumtoka, as-suhbatu ya Rasulullah, Rasul naomba niwe sahibi yako kwenye safari hiyo yako ya hijra. Rasul akamwambia sawa. Akamwambia nitatafuta, mimi nitatayarisha matayarisho yote, wewe hata usijitie dhiki na wasiwasi kuhusu safari ile. Rasul akamwambia si bure, kwa kile utakachoniandalia mimi nitakulipa, hakuna ubwete bwerere, hii ni deni. Sawa. Abu Bakar mpaka alivyokubali, Rasul akamwambia sawa. Rasul ni kiongozi wa Waislamu. Makafiri Makureshi wakimpata watamuua, na nyote mkijua hichi kisa, ndio pale ambapo kwamba usiku huo vijana 11 makabila ya Quraysh, ni makabila 12. Kabila moja ni Banu Hashim ambalo kwamba ni la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kulikusanywa vijana kutoka kabila 11, sawa, makabila ni 12, 11 kwa sababu hawakuweza kupata kijana kutoka Banu Hashim. Ili hawa vijana 11 wawe watamuua Rasul kwa pigo la mtu mmoja, ile damu itapakae. Kwa zamani ulikuwa huwezi watu 10 ama watu zaidi ya wawili wakimuua mtu mmoja, haiwezekani watu wawili ama watatu paka na ziada wawe ati kwa ajili wamemuua mtu mmoja, ilikuwa hakuna. Uislamu leo umekuja umebadilisha. Lao leo kwa pangwa njama kwenye dola la Kiislamu lenye kusimamisha sheria, wakapanga njama watu 10, na hii imetokea wakati wa ahd Umar radhiallahu anhu, na yeye ni khalifa. Kulikuwa kuna takriban zaidi ya watu 10 wamepanga njama ya kumuua mtu, kutoka yule aloua paka wale wote ambao kwamba walikuwa kwenye njama ile, wote walikatwa vichwa. Kwenye Uislamu lao kikundi cha panga kumuua mtu mmoja, wakipatikana na ithibitike, wao wote watauawa kwa ajili ya mtu mmoja. Zamani kwenye Jahiliya ilikuwa hamna, ilikuwa haiwezekani. Wale walipanga vile wakajua itabidi wakubali pesa, blood money, fidia. Na majua Rasul ndo pale alisema ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fakhshaynahum fahum la yubsirun. Akapuliza ule mchanga, wote wakapata usingizi, akatoka. Naonesha ile hatari. Sasa Rasul ameingia ndani ya nyumba Abu Bakar radhiallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam amuuliza kuna nani? Ambaye ni mimi, mke wangu na watoto. Huyu ni mtume, kiongozi wa Islamu, maisha yake yako hatarini. Lakini alivyoingia ndani ya nyumba ya mwenzake huyu, hakuwa na wasiwasi mkewe asikie kuwa yeye anasafiri na atakwenda na mumewe, na ile safari imepangwa ndani ya ile nyumba. Leo sisi kama wewe una dili kali, ni hata sikwambii wewe ni mtu muhimu, una dili kali, waweza kumwambia mkeo na watoto, ile mkutano unaweza kuileta kwako nyumbani, ama utatafuta kefu uende ama hoteli mkali mwenye chai mzungumze. Mimi nakuuliza, una dili la kutia milioni na utaleta huyo sahibu wako, partner wako, huyu jamaa wa dili utamleta nyumbani mbele ya mkeo na watoto, mpige hizo stories za kutengeza mamilioni? Inawezekana? Na waulize Waislamu, yawezekana? Kwa sababu maisha tunayoishi leo
Hayo mazungumzo wewe ukitoka na jamaa yako wanao maskani, watoto shapata habari, baba leo amekuja na bonge la dili la milioni. Wewe una salama tena na mtu hapa usiku. Wewe hata ukija utakuwa ukija hapo jamaa madili ya milioni yule ashakuja. Yule mwana mdogo kuruka kamba kule nje, baba na dili la milioni. Kila mtu mkeo akenda hina saluni wapi, mume wangu mashallah tusubiri leo dili la milioni liingiane. Mtanipata pati, mtaniona panyi, sijitenda saluni za Mkapa, takwenda zangu Makadara. Sijui kama mnanipata jamaa, najua mnifahamu na mnanielewa. Sasa swali langu, hiyo nyumba ambayo mimi siwezi kwenda kumwambia mke wangu na watoto wangu nina dili ya milioni, je, nitakwenda kumwambia kwa mimi maisha yangu yako hatarini, mimi ni rais wa nchi, yabidi nende kidogo kwenye safari hivi? Unaweza toa details za, angalia Rasul ametoa details za safari ambayo kama takani iwe siri, lakini anajua malezi. Abubakar amelea wale watoto na wale watoto wameshiriki. Asma ndo alikuwa analeta chakula, anabeba mkate anamletea na jubn na yogurt ya kukausha. Yule mwingine ni Abdurrahman, alikuwa anakuja na mbuzi anawalisha karibu na pango, kisha kikama maziwa kiwapatia wakinwa, na anahakikisha akija na akirudi wale mbuzi amewafunga mkia majani ili iondoshe zile athar za nyayo za kwato za mbuzi, isijulikane kama mbuzi walipita hapo. Asma baadaye wacheza kode na mskatili nje na wenzake. Asma na umri miaka 12 hapo, umri wa miaka 12, mtoto wadogo. Sasa Abubakar kapata wapi? Sisi tumekosea wapi? Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, tunaingia kwenye maudhui masulia. Hadith ya Ibn Umar radhiyallahu anhu, na hadith muttafaqun alayh, imerawiwa na Bukhari na Muslim kwa lafdhi hii moja, na iko na wote ashaba sita wameirawi pia hadithi kama sema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, nyoteni nyinyi ni wachunga na nyote mtakwenda kuulizwa kuhusu kile mumepewa kuchunga. Wachunga yani yule mwenye mbuzi. Ra'in imetumika mfano sababu hawa ni watu ambao kwamba wana asili ya Kiarabu, yani yule ambaye kwamba ana mbuzi zake. Mimi nikiwa nina mbuzi zangu nini ra'in, mimi ndo mbuzi ni zangu nazichunga, mimi naitwa ra'in. Sasa Rasul anaambia nyinyi nyote wachunga, na utakwenda kuulizwa kuhusu wachunga. Hizi mbuzi ulizokuwa ukizichunga ulizifanyia uadilifu, ulizipa malisho, ulizipa maji? Rasul amechukua mfano huu kwa yule ambaye kwamba amepa uongozi wa watu, wasimamia wale watu, utakwenda kuulizwa. Asema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sasa sikiza hadithi inatamba inakwenda, kisha sema al-amiru, huyu ni kiongozi, hakim, khalifa. Kama kuna viongozi hapa, kuna MP, kuna MCA, sikiza kwa makini. Wewe ni kiongozi, manager, CEO, administrator, sijui mzee wa nyumba 10 ama 5, nisikize kwa makini. Wewe ni supervisor kazini kwako, sikiza kwa makini. Wewe madamu ni msimamizi, kuanzia ukiwa baba, wewe una usimamizi wote ule, wewe ya kuhusu. Al-amiru alladhi ala an-nasi ra'in alayhim wa huwa mas'ulun anhum, yule ambaye kwamba ni kiongozi wa watu, yeye ni mchunga juu yao, na atakwenda yeye ni mchunga juu yao, na wa huwa mas'ulun, na yeye atakwenda kuulizwa yawm al-qiyama kuhusu hawa watu, aliwachunga vipi, aliwaongoza vipi, aliwatendea kazi vipi. Warajulu, na mtu, ra'in ni mchunga, ala ahli baitihi, juu ya wana nyumba wake, watu ambao wanaishi ndani ya nyumba yake, mkewe na wanae. Wa huwa mas'ulun anhum, na yeye kesho atakwenda kuulizwa kuhusu wao. Wal mar'atu, kina mama uko juu na wale wanasikiza majumbani, na mwanamke yani mke, ra'iyatun, pia yeye ni mchunga kwa kina nani? Ala baiti ba'liha, juu ya nyumba ya mumewe. Wa waladihi, na mtoto wake ama watoto wake. Wahia, na yeye mas'ulatun, atakwenda kuulizwa anhum yawm al-qiyama, kuhusu hiyo nyumba yake, kuhusu hao watoto.
kila mmoja ni mchungu, hakuna mtu anayepuka hapa. Hii mambo kusema majukumu hii ya baba na baba majukumu ni ya mama, majukumu kila mmoja ana jukumu lake, kila mmoja ana uchungaji wake, na kila mmoja atakwenda kuulizwa juu ya lile analolichunga. Kwa hivyo mama, usiketi ukijibwaga ati mimi nitakwenda, nina hoja, nitakwenda nikasema ni mume wangu. Mumeo ana yale ambayo kwamba yasimamia, na wewe mama una yale ambayo kwamba wasimamia. Ukifanya dhulma, ukitelekeza, ukibwaga katika majukumu yako, utakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile mumeo akibwaga, akitelekeza, akifanya dhulma juu ya masimamia yale ambayo kwamba afaa kusimamia kama baba, yeye pia atakwenda kuulizwa يوم القيامه. Hii hadithi yaendelea, lakini hizi za baba na mama ndio maudhui yetu leo. Sitaki kwenda kwenye hadithi mbele ya 80, na hadithi ni mambo muttafaqun alayhi. Hivi nilivyoisoma ndivyo iko ndani ya kitabu cha Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, ndivyo ilivyo kwenye Sahih al-Muslim, na bali iko kwenye vitabu vyote vya hadithi, iko paka kwenye Musnad Imam Ahmad, iko paka kwenye An-Nasai na At-Tirmidhi, wote wanayo hadithi hii. Alhamdulillah rabbil alamin. Basi kwetu kwa wale ambao hamjaoa, kazi ya uchungaji inaanza katika kutafuta mke. Kama hujaoa, nyinyi vijana mabachila ndio nazungumza na nyinyi sasa hizi, nisikizeni. Hao wazee kama walikosea ndio washakosea, itabidi tutazungumza vile tarekebisha. Lakini kama hujaoa, ujue katika wewe kwa mchungaji kwa wanao, kunaanzia ikhtiyari zauja, katika kuchagua mke. Unaona hapa mke ana masuhulia, anatajwa mke au mke ana masuhulia, wewe ndio ukajirokotee kisha uje umbwagie lawama iko kwa wewe uliomchagua. Tunkahul mar'a bi arba', ama li arba', mwanamke anaolewa kwa ajili ya mambo manne: limaliha, kwa ajili ya mali yake; walijamaliha, kwa ajili ya uzuri wake; walinasabiha, kwa ajili yeye ni mtoto fulani bin fulani, ama ametoka familia kubwa ama kabila hili; ama lidiniha, na anaolewa pia kwa ajili ya dini yake. Rasul asema fadhfar bidhati din, uweni kwa ajili ya dini yake, taribati yadak, utaokoka na maangamivu. Mwanamke ambaye kwamba hana dini anaweza kukuangamiza. Na nyinyi mumeona, tumewahi kuzungumza kuhusu mke wa Nabii Allah Lut, ndo alowaambia wale kwa kunkuja jamaa warembo hapa, wanaume wazuri wazuri wako ndani ya nyumba ya mume wangu. Wale malaika wawili waliokuja kutembea, bibi ya Nabii Allah Lut ndio alikwenda kuambia jamaa, bwana, kunkuja wanaume wazuri kweli nyumbani kwangu, wanakuja kumtembelea mume wangu. Wakaja akamwambia, bwana, atawataka au jamaa watoe, usijifanye twajua sisi unao. Akamwambia, jamani, nitawaozesha wanangu, chaneni na hawa. Aambia, bwana, watuozesha watoto wako wa kike, hatutaki mwanamke sisi, tunataka hao wanaume hao. Na wale malaika walikuwa wamekuja, hao malaika walikuwa wametoka kumtembelea nani? Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Akamwambia, twenda kwa ibn ami yako, kwa jamaa yako Lut, tunawaangamiza watu wake. Ambana yeye hatutamwangamiza na watu wake waliomwamini, isipokuwa mke wake ataangamia pamoja na watu wake, na wale watu ambao hawatamwamini. Mwanamke Nabii Allah Suleiman alipokuja ndani ya nyumba, Nabii Allah Ibrahim alipokuja ndani ya nyumba ya mwanawe akiwa Makka, mwanae ndo mwanzo ameoa Ismail alayhi salam. Akiingia ndani ya nyumba, yule mwanamke mke wa Ismail amelalamika, ameulizwa, hali yako vipi? Hali yangu bwana kadha wa kadha, tuna matatizo kadha wa kadha, tuna shida kadha wa kadha, hakuna kadha, hakuna. Akaamba, kuna wasiwasi, mwanangu akija nisalimie sana, mwambie abadilishe kizingiti. Alipokuja Ismail alayhi salam akaamba, babako bwana alikuja kututembelea, mashaallah. Kasemaje? Baada ya kuzungumza naye ameniambia nikuambie ubadilishe kizingiti. Aambia, maana yake ni kuwa nikutaliki, nikuache na mke wangu hivi, nishakutaliki, rudi kwenu. Mke anafaa kustiri. Akija safari ya pili, Nabii Allah Ibrahim amekuta mke mwingine, akimkaribisha, akakaribishwa ndani, akaingia kama, bwana, mimi ni Ibrahim, mume wa babake mumeo. Karibu, mashaallah, hali zenu?
sisi hatuna neno. Alhamdulillahi rabbil alamin, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile tupatacho. Tuko katika rahma, tuko kwenye uzuri, tuashukuru. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alipotoka Nabii Allah Ibrahim akamwambia, mwanangu akija mwambie ashikilie kizingiti kisawasawa, kiko sawa. Ismail alivorudi akamwambia, bwana babako amekuja kukutembelea. Baada ya mazungumzo akitoka amekupa wasia, sema ushikilie kizingiti, kiko sawa. Ismail ambaye kizingiti ni wewe, na ina maana wewe ni mke, uko sawa, chonjo, tuendelee na ndoa. Sasa wewe nenda ukachague Miss World. Mashallah, ukimwangalia Neema roho ya kudunda. Akitoka bila buibui, bila ninja, kiroho cha kudunda, unawivu kama nini. Lakini hakuamshi kuswali wala hakuamrishi jema, yeye ni hina, makeup, TV. Sisemi hivi ni vitu vibaya. Hebu wajua saa zingine shekhe utaki tupake hina, paka. Lakini isiwe wewe waishi saluni kwa kujitengeza uso na waishi kwa hina, waishi kwenye maduka ya nguo, waishi kwenye kwenda kutoa pole za walofiliwa na wale ni wagonjwa, na hutoke harusini, nyumba ya mtu umeiwacha yalelewa na maid. Ndo nyumba zetu. Ama nimesifu nyumba ya mtu hapa ama sijasifu nyumba? Kama nimesifu nyumba yako, nenda ukabadilishe kizingiti kama wewe kweli ni mwanamume. Zacheka. Unajua utaniuliza, na kibaridi chaja itakuwaje shekhe? Utajipanga. Mwenyezi Mungu huenda, msikate tamaa na rahma za Mwenyezi Mungu. Sasa kijana, kama hujaoa, ujue mke ni nusu ya dini yako. Unajua tukiambiwa mwanamke ni nusu ya dini, angalia Mwenyezi Mungu asema, man tazawwaja, atakayeoa, fakad istakmala shatra dinihi falyattaqillah fi shatra al-baqi. Amesimamisha nusu ya dini, amche Mwenyezi Mungu kwenye nusu iliyobakia. Kama mke wako hajakuwa nusu ya dini yako, pana tatizo, badilisha kizingiti. Lakini nimekuambia saa zingine makosa sisi. Mke umemtoa kwenye internet, wataka vipi aishikilie nyumba? Mke umemtoa Facebook, mke umemtoa sijui disco, mke umemtoa kwenye ushinzi harusini, mwenyewe alikuwa cheza kishuri, ukapendezwa na namna anavyokatisha kiuno, ukamfanya ndo awe mke. Maana wataka kukatiwa kiuno nyumbani. Sasa wakati kiuno nyumbani, lakini upikiwi wala huangalii wanao. Waionaje hiyo? Tunaishi zama watoto wanalelewa na maid. Maid amefiliwa, amekwenda kwao, mama hajui aanze wapi, hajui nguo wapi, hajui kama homework ilifanywa wapi, hajui kila kitu. Yabidi ampige maid simu. Sasa asubuhi wao mwafanyaje? Nguo za skuli ziko wapi? Hata message za shule ule maid ndo usoma. Akamkisha mtoto amefanya homework, ajua leo kuna holiday, ajua kesho kuna half term, ajua kuna paka report yapokewa na maid. Ndio maisha tunayoishi, kwa sababu tuna senti, we can afford. Tunaweza lipa maid 10,000, 15,000 akawa ni house assistant. Basi huyo mume si amuoe huyo maid. Kama maid mashallah ni mzuri kiasi hiki na amewajibika na nyumba kiasi hiki, si aolewe, awe mke wa pili. Mimi nawauliza jamaa, sasa huyo mke kazi yake nini? Nyinyi wanaume, mimi nawauliza, huyu mke kazi yake nini huyu? Na leo naweza kuambiwa kwani wewe, manake wallahi mimi nimeulizwa, yani sisi tu kazi yetu sisi ni kukaa kwa nyumba, kulea, kumwangalia mwanamume, sisi hatuna kazi nyingine. Mwanamke ambaye atauliza maswali kama haya, badilisha kizingiti. Na kama una mtoto wa kike nyumbani wazungumza hivi, baba umeshindwa na malezi. Mumesikia hapa, si maneno yangu, ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, almar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha, mwanamke ni msimamizi juu ya nyumba ya mumewe, wa waladihi, na juu ya watoto wake, wahia, na yeye mas'ulatun, atakwenda kuulizwa yawm al-qiyama kuhusu usimamizi huo. Si maneno ya Rishadi haya.
Baba, uko wapi katika malezi? Wewe wajua kulala na mkeo tu uzae, wewe uko juu peke yake, sasa unatengeza watoto. Huu wakati mwingine wewe wapelekwa. Wewe baba wa aina gani? Ama wewe ndio tukubadilishe kizingiti wewe? Ama ni mume ndio mke abadilishe kizingiti? Maanake waume kisasa wamekosekana. Uume si kuvaa masuruali jamaa na kupiga mavikwai na kuvaa kilemba kama mimi ya jamaa. Uume ni qawama, arrijalu qawwamuna ala nisa. Waume ni wasimamizi. Lakini leo tuna wangapi wake zao wako Saudia wafanya kazi, wako Qatar wafanya kazi, wako nchi za Arabu wafanya kazi. Wewe watumia pesa wewe ili ulee watoto, alafu wajiita wewe mwanamume. Mwanamume wapi shekhi? Mwanamume kwa kuvaa suruali shekhi? Wanawake pia siku hizi basova suruali kwa taarifa yako. Allah, uume sikuvaa suruali shekhi ukafunga na zipu bana na ukavaa belt? Hapana shama, ukatakin, la abadan. Uume ni usimamizi, uume ni kuangalia watoto. Mwenyezi Mungu atuambia qu anfusakum wa ahlikum nara, epusheni watoto ahli yenu na watoto wenu kwenye moto. Wuquduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum. Angalia maneno haya yalivyo makubwa. Epusheni familia zenu, wake zenu, watoto wenu na moto wa jahannam. Mume yuambiwa hivi, qu anfusakum, nyinyi nafsi zenu na familia zenu, an-nar hu jahannam, wuquduha itwaje, kuni zake, annasu ni watu sisi, wal hijara na mawe, alaiha moto huu asimamiwa na nani? Malaikatun, ni malaika hawa, ghiladhun, yani wakali, shidada, yani sijui nikueleze vipi, hawana huruma. Ma ya'suna Allah, hawamwasi Mwenyezi Mungu atakapoamrisha. Wayafaluna ma yu'maruna, wanafanya kama walivyoamrishwa. Yani hakuna pakupenyea. Sasa kwa nini wewe uambiwe uepushe familia yako na moto na nafsi yako, kisha ukasifiwa moto namna ulivyokuwa kuni mkali na sisi ndo kuni zake, na ukasifiwa wale wasimamizi wa moto walivyokuwako ni makatili katika kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ya kuadhibu wale waliokuwa motoni, kukuonyesha uzito wa wewe wa baba, wa wewe kuwa una masulia. Labda kwenye haya maneno ya Mtume umeona ni sahali, lakini nafikiri kwenye aya hii imekuonyesha uadhimu wa jukumu la wewe kwa baba. Tusizae tu. Hawa wake si starehe peke yake, hawa wake wataka usimamizi, hawa watoto wataka kulelewa, hawa watoto wataka kuelekezwa, hawa watoto wataka kufundishwa, hawa watoto wataka kuoneshwa mapenzi. Hizi alaka za boyfriend girlfriend zimekithiri kwa sababu baba amekosa kuonesha watoto wake wa kike ama wa kiume mapenzi ndani ya nyumba. Na mapenzi yanaanza na wewe kumwonesha mkeo mapenzi, wewe kumhurumia mkeo ndani ya nyumba. Mwanamume wa Kiislamu, wewe utasema mimi napenda wanangu na mimi singependa wawe na dhiki aina yoyote, wakiumwa na umwa, furaha yao furaha yangu, msiba wao msiba wangu, maradhi yao maradhi yangu. Kweli na huu mke wewe wambeba vipi mkeo? Ikiwa wewe ni mwanamume ambaye kwamba wamtukana mkeo mbele ya watoto, watarajia vipi wale watoto? Ni watoto wanalelewa zaidi kwa kuangalia wao. Wacheni wambe malezi yaliyokuwa kuna nguvu ni malezi ya kuangalia kabla ya wao kuzungumziwa. Watoto mara nyingi wanaathirika zaidi na tabia zetu na akhlaki zetu ndani ya nyumba, namna wewe baba unavyoamiliana na mama na wao huwa waangalia. Ile ina athari kubwa juu yao kushinda mazungumzo yote utakayoweza kuzungumza. Sasa ikiwa wewe leo humheshimu mke wako
Ikiwa wewe leo wamdharau mke wako, wewe leo waweza kumkejeli mke wako mbele ya watoto, hebu ondoka hapa bwana na maleso yako hapa, dhiki tutafash. Mimi nimekuja nitakupumzika, unizunguka hapa na hilo jimwili lako hilo jimwili. Si wewe ndio umemfanyisha family planning mpaka akawa na mwili? Ungekuwa hukumpa tembe za family planning, angekuwa kwa hana mwili. Hilo jitumbo naloliona ati ana mwili, amekuzaliwa watoto 5, hilo tumbo kuna mali ilinitoka. Na wewe ufanya kitambi kwa sababu apikio pilau, chapati, maharagwe ndani ya nyumba. Ungekuwa kwa wala vibandani, usingefanya tumbo. Tuweni waangalifu na mazungumzo yetu kwa wake zetu, kwa sababu ndivyo watoto wetu wanavyotupima, ndivyo watoto wetu watakavyotubeba. Na wewe baba, kuwa mwangalifu namna ambavyo kwamba unaamiliana na watoto wako, na namna ambavyo kwamba unaamiliana na wazazi wako kama wako hai, hasatan wale ambao kwamba wanaishi ndani ya nyumba. Yani mimi naishi na mamangu na babangu na mke wangu na watoto wangu. Yani mimi tuishi ile inaitwa extended family kizungu, yani tuishi kizamani, babu na mwanawe na mkewe na watoto. Vile wewe utaamiliana na babako ambaye kwamba ni babu yao, mamako wewe ambaye kwamba ni nyanya yao ama bibi yao ama ni jadda, wallahi Rasul sallallahu alaihi wasallam atuambia, barru abaakum, tendeni wema wazazi wenu wawili, yaburrukum abnaakum, watoto wenu watawatendea wema. Maulama wanasema mafhumu al-mukhalafa wa maneno haya, kinyume cha maneno haya ni kuwa ukiwatendea uovu wazazi wako wawili, na watoto wenu watawafanya vile vile. Kama wewe ulimshikia babako, ulimbeba babako, mtawapa kisa wala inamtastaajabu. Ni kisa cha semekana cha Saudia. Baba, na sio ni haya kukisema kwa sababu saa zingine nataka tuzungumze ya maneno ndio yatuingie. Baba wanakwenda jangwani na mwanawe na ngamia. Baba akataka kwenda haja ndogo, yuko na mwanawe. Akishuka kwenda kwenye haja ndogo, taban mimi najua nyua wanaume hatufai kwenda haja ndogo, tumesimama. Nafikiri hili limetambaa, lakini si sawa. Kisani uketi. Sasa baba akachutama kwenda haja ndogo, akawa kidogo hawezi kwa sababu ardhi ina moto. Akishuka chini kidogo, nafsi yake yagusa kwenye ardhi, inakuwa hawezi kunini. Basi yule mtoto akainama, akamwekea babake mkono. Mzee akaweza kubaua vizuri, akampa babake maji, akajitaharisha. Babake akiinuka bana, ameinuka amemkusanya, yani ile kutoka chini akiinuka na muinua akamkusanya. Wewe baba, kijana kaanza kuomba msamaha. Babangu, pole. Kama pole ya nini? Wewe umenishinda wewe. Baba, nimekushinda vipi? Mimi bwana, hivi nilivyokwenda na wewe safari kama hii, nimewahi kwenda na babangu. Hivi nilivyokushikwa haja, babangu alishikwa na haja, lakini mimi nilishindwa kumwekea mkono. Niliona haya, nitamwekea vipi babangu mkono nimguse nafsi, itakuwaje? Wewe umenishinda. Tendee babako wema, watoto wako watakutendea wema. Mwingine, na ni visa hivi vimeandikwa kwenye vitabu vya dini, mwingine alimchukua babake akampeleka kwenye juu ya mlima. Baba akifika juu ya mlima, mwambia, mwanangu, mimi najua umekuja kunirusha hapa. Umeshtukia vipi mzee? Amba, manake mimi babu yako nilimrusha hapa. Babu yako nilimkuja nikamtupilia mbali hapa. Na kabla ya hapo huyu babu yako alimtupa babake hapa. Mwanangu, mimi sikuambia unione huruma. Wewe fanya vile unavyotaka. Lakini nataka nikuarifu, ule mwanao wa kiume kule nyumbani ukanirusha leo, na wewe baada ya miaka mingine 30 20 wajarushwa hapa na mwanao. Hii laana isimamishe wewe. Mimi nakwambia jihurumie wewe, maana ule mwanao nyumbani atakuja kukufanyia hivi unavyofanya mimi. Mimi hapa niko tayari. Una khiari, turudi nyumbani na wewe tukasuluhishe matatizo yetu, ama unirushe na wewe, wallahi mwanao atakuja kukurusha kama alivyomrusha babake, na kama babake alivyorushwa hivyo alivyofanya. Hii laana tuisimamishe hapa. Wewe umemtia vijana nyinyi mjifanya mwenda gym space. Mzee akikwambia kwenye nini bwana, achana na mamangu, shamtia mzee konde.
brother, utapigwa miereka na wanao wewe, utakuja pigwa chupa wewe na mwanao. Haki ya Mungu tena. Atumemshika mzee, wewe mzee nini bwana wewe? Allah, misha kwa barubaru sasa. Umemtingisha. Inshallah mwanao atakutia ngeta wewe mpaka uzinie. Mimi nakwambia wallahi, na mimi sizungumzi ghaib, tuzungumza juu ya tajriba, experience. Ndivyo maisha yalivyo. Haya malezi hawa wana kutoka kwa Mungu, na tutakwenda kuulizwa kuhusu hawa wana wataambiwa waende peponi, watakataa kwenda peponi. Wamestahiki kwenda peponi, watakataa kwenda peponi, waseme hatutaikingia pepo Mwenyezi Mungu mpaka kwanza waingie babangu na mamangu. Hii ni situation ambayo kwamba baba na mama watakuwa labda si katika watu wa peponi. Faida ya kulea watoto vizuri, Mwenyezi Mungu ataona haya, atawaita baba ambaye, nendeni mkamchukue baba yenu na mama yenu motoni, mwaje mwatio. Sawa, amwambie malaika walete wazee wao waingie nao. Sisi dharau majukumu. Hawa watoto lao wewe wapeleka madrasa, wawafundisha. Na wallahi maudhui ni ndefu, nafikiri tutaendelea nayo, kwa sababu leo nafikiri ni mwanzo tutagusa, lakini kisasani watoto hao wako usimamizi. Huyu mtoto ni katika wale wana atasema rabbana ighfir lana wa liwalidina, ama sema rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kama mtoto wako haya maneno hayajui, nenda ukamhifadhishe. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mtoto ambaye kwamba yakithirisha maneno haya kuyasema kwenye adhkari zake za asubuhi, za jioni, na kwenye swala yake ya tahiyatu, kwenye tashahudi yake, hasatan tashahudi ya mwisho, mfunze mwana wa kusema hivi. Wallahi kuna watu wanapandishwa daraja za peponi. Kuna mtu anatolewa motoni anapelekwa peponi, ushtuka, mimi nimefanya nini? Waambua istighfari za mwanao kwako. Labda wewe umekufa, umeacha watoto kidogo mabarubaru, watoto mtu wako ameishi muda mrefu, amekuwa siku zote hiyo kufanya istighfari, rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Istighfari zimekithiri mpaka zimefika hadi ya kukutoa motoni kukutia peponi, zimefika hadi za kukuondoa kwenye pepo ya kwanza zikakupeleka kwenye pepo ya pili, ama zikakutoa pepo ya tano zikakupeleka pepo ya saba, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhum jamian, wote kwa ajili ya istighfari zao. Nao mwana ambao kwamba ulijali kuhakikisha kwa umemfundisha dini, si hawa wetu ambao kwamba tuna wasiwasi kwa nini hawakwenda shule, lakini madrasa tumezidharau. Tunalipa fizi za laki na shule 500 ya madrasa, umedharau kumlipa ustadhi na maalim. Ustadhi amekwambia lete kitabu, umekwenda kwenye kuleta kile kitabu kidogo, kile kitabu hatakieleweki kile, lakini skuli unapeleka 200 page. Madrasa unatuleta vile vitabu hatavieleweki vile vya kukopesha dukani kibandani. Mavijua vile vitabu vya kukopesha dukani kibandani, vile vitabu vile. Ama mjawahi kukopesha kibandani? Kenda kibandani ukikopesha, yule shopkeeper huwa na kijitabu akina maana kidogo kuandika jina lako na ile ulichokopesha. Hivyo ndio vya madrasa. Lakini vya skuli ni kasuku za madrasa, hata jina hazina. Tumedharau walimu wa madrasa, na huko madrasa ndo wanafundishwa rabban, wallahi hii dua rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wallahi mimi sikuijua jamia, sikuijua university Madina, wallahi nimejua madrasa. Wallahi atahiyatu ninayosoma kwenye swala, wallahi nimejifunza madrasa. Haki ya Mungu tena, wallahi ayatul kursi madrasa. Hizi vitu leo tuona kawaida. Mimi Rishad ambaye nasimamisha hapa nimejifundisha madrasa. Nisingepelekwa madrasa mimi singejua haya. Kwa hivyo mwalimu wangu wa madrasa Maalim Hussein At-Tayyib rahimahullah na Maalim Muhammad Hussein, hawa wote hao Mwenyezi Mungu atawatia peponi, kwa sababu leo wallahi katika misingi ambayo kwamba tumesimamisha nayo dini leo, mafundisho yametoka kwao rahimahumullah. Sasa wewe kama hutampeleka mwanao madrasa, wewe mishawahi kuuliza swali hapa, ni watoto wetu wote wajua kusoma Qur'an?
Wewe baba ambaye uko hapa msikitini na mimi hivyo niangalia, assalamu alaikum, sallu ala rasul, wajua kusoma Qur'ani vizuri? Wewe wajua kusoma Qur'ani na tajwid? Wajua kwa nini tunasema idha jaa nasrullahi wal fath? Unajua kwa nini tunasema idha jaa? Wajua kwa nini? Hiyo ni mad lazim, ina 6 harakati. Wajua hivyo? Ama idha jaa, ukenda mbele kule hujui kumaliza, utagonga. Wewe wasoma na kul wallahu tu kila siku, kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ndio swala zako, raka ya kwanza kul wallahu, raka ya pili kul a'udhu bil falaq, ndio kunkucha wewe. Hizi ndio zako. Nazungumza na mtu hapa, kama nasema na wewe, tafuta mwalimu wa madrasa. Salim Koja yuko hapa, hajakataa kufundisha. Salim mjua, imamu wetu hafidh al-Quran yuko hapa, hajakataa kufundisha. Nyinyi ndo hamtaki umsikiti, si tuweza kufungua nyinyi mje msome, lakini lini mumetaka kusoma? Mwalimu Muhammad huyu ana darasa hapa Jumapili hapa, huwa moja kusikiza. Kuna darasa la Jumatano, huwa moja. Muko busy busy, sio? Yaum al-Qiyama utakwenda kuulizwa ilikuwaje. Sijui utaambia Mungu ulikuwa busy. Jamaa, hatukuja duniani kuwa busy. Nishawaambia hapa, hizi kazi, biashara, shughuli tulizokuwa nazo si sababu ya sisi kuletwa duniani. Sababu ya wewe kuletwa hapa duniani ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na kukuonesha umuhimu wa maneno haya, Nabii Allah Adam hajanyanyuliwa, hajaamshwa. Allah aliteka kutoka kwenye baina sulbi wa taraib, akachukua kizazi chake chote, akakiuliza nani mola wenu? Sote tulishuhudia kwa Mwenyezi Mungu peke yake ndio mola wetu. Sote tulitoa ahadi hatutaabudu kitu kingine ila Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yeye ndo mustahiq al-ibada. Kazi, kila mtu arudi ndani ya nyumba yake leo, keti na mkeo, angalia wanao, jiulizeni, mukafa leo, hawa watoto wenu watakwisha vipi? Maisha watakayoishi itakuwa kwaje? Nakwambia wallahi, haki ya Mungu, na kifo kama hivi. Wallahi, na rafiki yangu amekuja na jamaa, tulikuwa kwa tunafaa kufanya biashara fulani, jamaa amekufia Marekani, mtu na pesa zake, amekufa Marekani, lakini wallahi amekufa kifo cha ajabu. Amepelekwa Marekani emergency ward pale, akiwekwa juu ya stretcher pale, akapiga la ilaha illa Allah, macho yakageuka juu, akanyoroka. Hichi kifo kama hichi tuwaomba, lakini vifo kama hivi tumeomba haviji hovyo. Hufi kifo kama hichi cha ima ule mzee ambaye kwamba alikufa kwenye sujudi, ama huyu sahibi, simjui mimi kusema la kweli wallahi. Mimi najua yule ambaye kwamba amekuwa amembeba waja naye, lakini akasema tai biashara ambayo tuwafanya Allah kweli kwamba tuwafanya na watu wema, Mungu atutilie baraka na taufik. Lakini alikuwa ni mtu aina gani mpaka akaweza kuitoa shahada? Nimeona shahada hutoka tu. Tuishi maisha aina gani? Wewe ni baba na wewe ni mtoto kwa wazazi wako. Mpaka sasa wazazi wako wameiliana nao vipi? Hawa watoto watakwenda kuulizwa kule. Hawa watoto, ule ameshtuka, nimemnyosha kidole, namna unavyompenda babako kijana, hawatakubali kuingia motoni hawa peke yao. Wallahi, nisikizeni, wewe chelea
kumkasirisha, umkosoe, ama umpeleke madrasa akafundishwe, ama umsimamie masala ya dini. Haki ya Mungu tena, huyu mtoto, watoto watatushika ukosi sisi, watatuleta kwa Mwenyezi Mungu. So Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaumul qiyama, kila ambaye mtu asema mimi bwana sitakubali kwenda motoni peke yangu. Kwa nini? Babangu hakunisimamia, hakunifundisha. Mwenyezi Mungu ni mwadilifu, kamlete babako. Baba utaitwa, tamba Mungu ulikuwa busy. Watoto wetu hawatakubali kwenda motoni peke yao, watasimamisha kesi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ni mwadilifu. Kama mimi mwana nimemleta duniani na sikumpa mafundisho ya dini, sikumsimamia kidini, amekuwa mwehu, mwizi, teja, efriti, jamaa wana matembo, mzinifu, mimi kama baba nabeba kiasi cha dhambi cha mimi kuto kuwajibika kwa uefriti wake. Na huyu mwana huenda kawa ni sababu ya mimi na swala zangu na saumu zangu na wema wangu nikakosa kuingia peponi, kwa sababu nina majukumu juu yake. Na kama nitabwaga majukumu juu ya mwanangu, swala zangu hazitanitetea, wala zaka zangu hazitanitetea, wala sadaka zangu na saumu yangu hazitanitetea. Yaumul qiyama watu wengi wataingia motoni, si kwa ajili ya dhambi zao. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rahma na mwingi wa kusamehe, lakini kwa ajili ya kuwa baina yao na Mwenyezi Mungu palikuwa pana mja wa Mwenyezi Mungu, na saa zingine huyu mja huenda akawa mwanao ambao kwamba ulichelea kumkosoa, haukambwaga jukumu la kutokumfundisha dini yake, amekuwa efriti, kesho atakusimamisha kesi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.